سلاما. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وأوجب علينا تعلم ما نحتاجه من الأحكام، والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala anifanyie kazi ya kusimama hapa iwe nyepesi, aniondolee kitanzi katika ulimi wangu ili nyinyi waumini wenzangu mpate kuelewa yale machache atakayonijalia kuyawasilisha kwenu, na wahusieni kama ambavyo ninawahusia tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani na hii ni Ijumaa ya pili. Ningependelea katika Ijumaa hii nikae katika aya ya 185, tena sehemu tu ya aya, kiasi ambacho muda utaniruhusu. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan. Huu ni mwezi wa Ramadhani ambao ndani yake ilishushwa Qur'ani, ambao ndio muongozo kwa watu na hoja zilizo wazi za uongofu, na vile vile ndio upambanuzi wa mambo yote. Na bahati nzuri mukaddima umesisitizia hapa kwenye Qur'an. Ndio mwezi wa Qur'an, lazima tuizungumzie Qur'an. Katika kushushwa kwa Qur'an kulikuwa kuna matukio makubwa mawili. Kwanza, kuteremshwa kitabu ambacho Allah mwenyewe kasema anakilinda. Vitabu vilivyopita vilikuwa vimetiliwa mikono, vimevurugwa na nini. Allah akaamua sasa nateremsha mwongozo ambao mimi mwenyewe nachukua dhima ya kuulinda. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hakika sisi tutateremsha ukumbusho na sisi ndio tutakaolinda. Qur'ani yake ameilinda. Ilivyosomwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndivyo tunavyoisoma leo, na ndivyo itasomwa hivyo ila yaumil qiyama. Lakini kushushwa kwa Qur'ani kunaenda na tukio jingine. Hili ni la kuletwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu pale aliposhushiwa Qur'ani ndipo hapo alipoteuliwa kuwa mtume wa umma. Lakini ni ndani ya mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliamua kuleta mtume wa kimataifa. Mitume wote wengine walikuwa wa majimbo. Itaambiwa huyu alipelekwa kwa watu hawa, huyu alipelekwa kwa watu hawa, wengine walipelekwa kwa watu wa Ad, wengine akapelekwa kwa watu wa Thamud. Nabii Musa alayhi salam akapelekwa kwa wana wa Israeli. Hata Isa alayhi salam naye alipelekwa kwa Wayahudi. Kwa maneno yake mwenyewe hata kwenye Biblia anasema wa ma'ursal illa ila khilafi Israila dhalla, na sikutumwa isipokuwa kwa kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Lakini anakuja Mtume Muhammad anaambiwa yeye ni rahmatan lilalamin, yeye ni rehema kwa viumbe wote. Ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni neema, kama tunavyoambiwa laqad manna Allahu ala almu'minin, hakika Mwenyezi Mungu amewapa neema kubwa waumini. Ib'atha fihim rasulan min anfusihim, pale alipowapelekea mtume kutokana na nafsi zao. Mjumbe huyu sio malaika, mjumbe huyu si jini, isipokuwa binadamu mwenzao. Yatlu alaihim ayatihi
anawasomea aya zake, wayuzakihim, na anawatakasa, wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na anawafundisha kitabu pamoja na hikma, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, na wao walikuwa kabla ya hapo wako katika upotofu. Kazi nne hizo: kutusomea aya, kututakasa na maovu na machafu, kutufundisha hicho kitabu, na kutufundisha hekima. Hekima ni fikra sahihi inayomuongoza mtu katika kufanya jambo sahihi, na hii ndio nitataka kuielezea leo. Fikra sahihi inayomuongoza mtu katika kufanya jambo lilo sahihi. Kwa hiyo Qur'ani ndio kitabu pekee chenye majibu ya vitu vyote katika nyanja zote za maisha, kwa sababu nyanja zote za maisha zinahitaji hekima, na ndio maana wakawepo wanafalsafa. Lakini wanafalsafa wamekuja kuacha maswali tu ambayo hayajadiliwa, bado yanajadiliwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio amekuja na majibu tunayo sisi leo. Katika muda mfupi nataka tujibu maswali matano tu ya kifalsafa ambayo yanajibiwa na Qur'ani, ili tuiweke Qur'ani katika matumizi yake na tuone jinsi inavyoangaza maisha yetu. Maswali matano, ukikaa ujiulize, mimi ni nani? Ninatoka wapi? Niko wapi na kwa nini? Ninaelekea wapi na mwisho wangu utakuwa nini? Maswali matano. Moja, mimi ni nani? Mbili, ninatoka wapi? Tatu, niko wapi na kwa nini? Nne, ninaelekea wapi? Na mwisho wangu utakuwa nini? Qur'ani tujibie maswali haya haraka haraka, iwe tumepata ujumbe muhimu sana katika Ijumaa hii. Swali la kwanza, mimi ni nani? Hilo ni swali rahisi kabisa. Ni swali rahisi ukilijibu kwa upana, kwa sababu saa nyingine mtu ukimuuliza wewe nani, anakuambia mimi Shaabani, mimi Ali, mimi Uthman. Mimi tunamwambia hapana, hatutaki jibu hilo. Shaabani ni jina langu, Ali ni jina lako, Uthman ni jina lako, kama ambavyo shati ni shati lako, kofia ni kofia yako, viatu ni viatu vyako, viweke pembeni. Wewe ni nani? Kwa hiyo jibu zaidi utasema mimi ni mtu. Hapo tutakwambia sawa sawa, kiumbe miongoni mwa viumbe wa Allah. Lakini viumbe wa Allah wako wengi, kuna nyani, kuna nguruwe, kuna paka, kuna kunguni. Yaani wewe ni mtu, na mtu silika yake ni kwamba anatofautiana na viumbe wengine kwa sababu amepewa akili, utambuzi wa hali ya juu. Hapo sitakwenda mbali kwenye swali hilo, ujitambue kwamba wewe ni mtu na usijifanye sasa kuwa ni mnyama. Swali la pili, ninatoka wapi? Nimesema maswali haya tuyajibu kifalsafa, isiyo yale wewe nani, wewe Shaabani, natoka wapi? Natoka huko. Uko wapi na kwa nini? Niko Makurwa, nakuja kuwasalimia ndugu zangu. Toka hapo naelekea wapi? Naelekea mjini. Mwisho wako Nyerere Square. Hatuhitaji majibu haya, tunataka majibu haya tuyajibu kifalsafa. Swali la kwanza, mimi ni mtu. Swali la pili, unatoka wapi? Jibu hili asikwambie mtu, asikujibu binadamu mwenzako, wote ni wageni, tumekuja hapa tunapita njia. Katika surati Swad ambayo ni sura 38 aya 71 hadi 72, nikienda haraka haraka, Mwenyezi Mungu anasema idqala rabbuka lilmalaikati inni khaliqun basharan min tin. Pale Mola wako alipoambia malaika, mimi nitamuumba mtu kutokana na udongo, fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fakau lahu sajidin. Mtakapomweka sawa na kumpulizia roho kutokana na mimi, basi mtoleeni heshima huyu, mumsujudie, mpeni saluti. Hapa aya hizi zinatupa asili yetu kwamba ni udongo na roho. Kuna vitu viwili vimewekwa pamoja ndio ukawa wewe. Ama asili ya udongo, manake saa nyingine mtu ukimwambia unatokana na udongo, anajiangalia, kisha jipaka mafuta, anang'aa, alafu anaangalia udongo, anafananisha sasa, yaani mimi na udongo. Hao Waislamu bwana, udongo kabisa huu. Sasa ili kuthibitisha, Mwenyezi Mungu anakuambia katika sura moja katika juzuu amma huko, inaitwa sura Abasa, sura ya 80, anzia aya 24. Mwenyezi Mungu anakuambia
falyanzuri al-insanu ila ta'amihi, hebu mwanadamu naangalie chakula chake. Anna sababna al-ma'a sabba, hakika sisi tulimimina maji kwa wingi kutoka mbinguni. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, kisha tukaipasua ardhi shakkan, mpasuo maalum wa kisayansi. Faambatina fiha habba, tukaotesha humo habba, punje punje, mimea nafaka, wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wal an'amikum. Hapa Mwenyezi Mungu ametaja mimea ili kuona uhusiano kati ya mwili wako na udongo. Angalia hii mimea. Mwenyezi Mungu anasema angalia chakula chako unakitia mdomoni kukiingiza mwilini. Hivyo vitu vinatoka wapi? Kwenye udongo. Vinaletwa na nini? Na mimea. Alichofanya Allah ni mimea kuipa kazi. Mimea ikutumikie wewe binadamu. Vitu vyote unavyohitaji kujenga hili dongo hili, vyote vinatoka kwenye udongo. Ila ni dhaifu. Afadhali hata kuku anaweza kuchakua akapata chakula chake. Wewe uwezi. Kwa udhaifu wako akaipa kazi mimea yake. Mua, huyu mja wangu, huyu mdhaifu anahitaji sukari lakini hawezi kuipata, maskini dhaifu. Kwa hiyo wewe mfyonzee sukari, iweke kwenye shina hapo. Akija atakata, atakula, atapata sukari, au atapeleka kiwandani atengeneze sukari atie kwenye chai. Mahindi, mtama, ngano, mfyonzeni wanga huyu kutoka udongoni. Kuna wanga huko hawezi kupata, mwekeeni kwenye punje hizo, atasaga, atakula, atapata wanga. Makapi mengine atapeleka huko anakoendaga kila siku baada ya kushiba. Ufuta, karanga, mfyonzeni mafuta. Mja wangu huyu mafuta yako aridhini, aliyoweza kuyachimba ni mafuta ya taa na petroli na nini, lakini mafuta ya kula hawezi kuyachimba. Mfyonzeni, mwekeni kwenye mbegu hizo, kwenye nini, atakamua, atapata macho. Malimao mchukulieni asili. Mja wangu huyu kuna madini humu. Hili ni dongo, lina madini. Kuna madini fulani yakipungua hayo anaumwa. Nyanya, wayasalunaka 'anil ruh. Hii ni aya ya mwisho aliyotusomea msomaji wa Qur'ani hapo. Wayasalunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Wanakuuliza hao kuhusu roho, waambie roho ni masuala yanayohusiana na Mola wangu, na nyinyi hamkupewa elimu kuhusu hiyo roho isipokuwa kiduchu. Roho tunaijua ni ile nguvu inayokufanya wewe ukaweza kuniona na mimi nikaweza kuona. Kwa maana nyingine, roho ndio wewe. Wewe hapo umewekwa ndani ya gamba hili, umo ndani ya hili gamba hili mwili. Ukiondoka hili ligamba halina kazi, masikio hayasikii, macho hayaoni, pua hainusi, wala kutembea utembei. Jamani, mimi na urefu wote hapa nimesimama hivi, sianguki kushoto wala kulia wala mbele wala nyuma, ni kwa sababu roho iko ndani. Ikiondoka lazima nitakwenda chali, tena nitaanguka bila mpangilio. Nimekufa jamani. Mwalimu Shabani kisha tutoka twendeni ndani tukamsitiri, ninaingia mnamkuta nimesimama hivi, naangalia hapo, lazima muumwage, kwa sababu si kawaida roho ikishaondoka limwili limesimama hivi. Na mtu kishakufa watu hawakupendi, hata yule anayefanya bae baby akikuona hivyo umeamka lazima uumwage. Hamna mapenzi kwenye mauti. Hilo ni swali la pili. Asili yetu ni mwili na roho. Swali langu la tatu, niko wapi na kwa nini? Jibu ni kwamba Qur'an inatuambia tupo duniani ili kumwabudu aliyetuleta hapa. Hatuko kwa sababu nyingine yote. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na sikuomba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu tu. Hiyo ni Adh-Dhariyat sura ya 51 katika aya 66. Lengo la kuumbwa ni kuwa ibadullah, kuwa ibadur rahman, ndio lengo. Uwe abdu. Neno abdu ndio linaendana na ibada. Sasa binadamu wote tunaweza kuita waja wa Mungu, abdu, lakini kuna wale waliokataa kuwa ibadullah, wakawa mawakala wa shetani.
Nyinyi wote mliokuja hapa na imani kwamba ni ibadur rahman, wana sifa zao. Ukitaka kuwasoma nenda kaangalia huko, wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Basi wana sifa zao nyingi hawa ibadur rahman. Tuko hapa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bwana wa ibada, nenda kawasome ibadur rahmani katika Qur'ani, ujue sifa zao. Waja wa rahmani huwa wanafanya mambo gani? Kwa hiyo tuko wapi na kwa nini tuko hapa? Kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Nimejibu maswali matatu haraka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Haya mengine haya yakatupa utambulisho fulani, ni ndio mwamba wa vitu fulani. Yani hiyo ni kazi nyingine wamejipa. Kuna mtu yani yeye kadileta hapa duniani anajiaminisha kwamba yeye ni mcheza ngoma, shughuli yake kumengua mpaka anakufa. Ukiuliza nani? Yule mnenguaji. Nani yule mwimbaji? Nani yule mtu mwigizaji? Nani yule mchekeshaji? Ndio vitu alivyoletea watu havina maana yoyote. Kwa hiyo ndugu Waislamu, haya ni maswali matatu ya msingi tunaanza nayo. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi muhtadun fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Katikati ya khutba mbili maghfira yanakubalika sana, basi enyi waumini wenzangu, muombeni maghfira Mwenyezi Mungu katikati ya hizi khutba mbili ili tupate kurahimiwa. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ama katika khutba ya kwanza, baada ya kuwahusia kama ambavyo ninajihusia mimi mwenyewe tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumeangalia maswali matatu. Mimi ni nani? Situtajie jina, tajie ile hali ambayo huwezi kuibadilisha. Ni mtu. Jina unaweza tu kulibadilisha ukipenda. Na jina wazazi wako ndio walikupa, tena walifanya debate, tumwite nani huyu? Majina mengine yakakataliwa. Kia tumwite cha usiku, cha usiku jina gani? Basi tumwite cha watu tena inakuwaje? Basi inakuwa hivyo. Na mtu akishaitwa cha usiku anaweza tu akabadilisha jina. Jina unabadilisha. Mimi cha usiku, mimi sister check. Mwanaidi sister mweli. Basi Muhammad anakuwa Mudi, Shaaban anakuwa Shedi. Unabadilisha, lakini mtu huwezi kubadilisha. Kwa hiyo sasa hapo jitambue, mimi ni nani? Mimi ni mtu. Natoka wapi? Nishakwambia asili yako ni udongo na roho. Niko wapi huko duniani? Kwa nini? Kwa ajili ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo ndivyo Qur'ani inavyotuambia. Swali la 4, naelekea wapi? Unaelekea wapi? Unarudi kwenye asili ya ibadullah. Unarudi kwenye asili yako. Asili yako nini? Mwili na roho si viliunganishwa? Sasa unakwenda kwenye kutengana, mwili na roho vinatenganishwa. Sasa ndio hapo sasa unaelekea kwenye ile dha'iqatul maut, uonja mauti, ili uende break kidogo katika maisha ya barzakh ukisubiri hukumu. Unarudi kwenye asili yako, mwili na roho vinatenganishwa. Sasa ukitaka kujua mwili na roho, ndio kwamba khalaqal insana min salsalin kal fakhari, Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu kutokana na udongo kama lisanamu hivi lililofinyangwa. Ndio utaona mtu akifa, ile roho ile
wanafakhtu fihi min ruhi, inarudi kwenye asili yake, na libongo hili nao linarudi kwenye asili yake, udongoni. Ndio unaona sasa connect hapo dots. Roho inaondoka, linabaki dongo. Sasa hapa tuna hivi vitu viwili, mwili na roho, tunavitumikia vitu. Mshairi mmoja akasema, ya khadim aljismi kam tashka likhidmatihi atatlubu ribha mimma fihi khusran aqbil ala ruhi wastakmil fadailihi fa anta birruhi wala biljismi insan. Ewe mtumishi wa mwili, vipi unapata tabu kutumikia mwili? Unataka faida kwenye dude lililojaa hasara tupu la kuoza, ndio unalitumikia zaidi. Ingeukie roho yako na ukamilishe fadhila zake, kwa sababu anta biruhi wala biljismi insan. Wewe ni mtu kwa roho, sio kwa mwili. Kinachokufanya uwe mtu ni roho, sio mwili. Roho ikishaondoka jina linabadilika. Utaitwa baiti, utaitwa marehemu, watu watasema kadanji, watu watasema kafanya hivi, kila mtu atasema na kwa unamjua fulani yake shadanji. Anta biruhi wala biljismi insan. Wewe ni mtu kwa roho na sio kwa mwili. Ukitaka kuhakikisha hili, hii roho ndio inaondoka na amali zako. Wakati vile vitu vya kutumia mwili, kitanda unachoweza mwili wako, sijima vyakula unaofanya nini, nguo unaovisha mwili, magari unaopandisha mwili wako, yote ukifa unayaacha, wengine wanayagombania. Alafu ule mwili wako unakuwa hauna thamani, afadhali hata fagio. Watu watanitumia kufagilia wageni wakae. Wewe watu hawakutaki ukae hapo, utanuka.